Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika Uislamu, ndugu zangu wapenzi wa ukweli, wapenzi wa haki, bado tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Buhuth Al-Wafiyya fi raddi ala mazaim a'immati al-Wahhabiyya, na leo insha Allah tutakuwa katika darasa ya 8, darasa ambayo tutaiunganisha pale ambapo tulimalizia darasa iliyopita. Nayo ni kauli ya Shekhe wa Wahabi aliposema kwamba lau shaa Allah lastakarra ala dhahri ba'udatin fastakallati bihi biqudratihi wa lutfi rububiyyatihi fakaifa ala arshin adhim, basi vipi Allah asikae juu ya arshi kubwa? Manake hapa Ibn Taymiyyah alikuwa anatoa istidlali ya kwamba ikiwa Allah angekaa juu ya ubao wa mbu, vipi mpinge kwamba Allah akae juu ya arshi yake na arshi ni kubwa? Manake min babi fiqh aulawi, kama kanaweza kukaa. Tumesoma hapa katika usuli fiqh ikatufahamisha kwamba kuna mafhumu aulawi. Kwa hiyo ikiwa yeye angekaa juu ya ubao wa mbu na ubao wa mbu ukachukua kwa uwezo wake, vipi asikae juu ya arshi, na arshi ni kiumbe kikubwa zaidi kuliko viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu? Mnasemaje? Huyu jamaa ana mtihani kweli. Hivi Allah anategemea kiumbe? Ina maana hakuamini kwamba Allahu ghaniyun ani alalamin. Tunaelewana? Allah mwenyewe anasema wa in takfuru, kama mtakufuru Allah ni ghaniyu ankum, na aya nyingine inasema wallahu ghaniyun anil alamin. Allah ni mkwasi. Mnajua maana ya ukwasi? Allah si muhitaji kwa njia kwa sifa moja au kwa hali moja na nyingine katika kiumbe chake. Kwa hiyo kiumbe chake kuwepo kwa kiumbe na kukosekana kwa kiumbe kwake ni Allah sawa sawa. Hajaumba kiumbe kwa ajili aje apate pa kukaa au kwa ajili kimsaidie njia moja au nyingine. Lakini huyu jamaa sijui hizi aya naziacha wapi. Unaelewana? Ni fikira ambazo ni mbovu, hazitaki Waislamu kuzichukulia kama ni fikira za shehe kwa maelezo kama haya. Kwa hiyo anasema huyu jamaa kwamba fakaifa ala arshi adhim, vipi Allah asikae juu ya arshi, juu ya kitanda, kwa sababu arshi ni kitanda adhim, kikubwa. Vipi asikae hapo wakati yeye ingeweza kukaa juu ya mgongo wa mbu ambaye ni duwaibatu saghir, ni kinyama kidogo kinachoruka kile. Subhanallah. Wa hadha, tunakwambieni waumini, na haya aliyoyasema Ibn Taymiyyah hapa kwa kurikodi kauli ya mtangulizi wake Uthman bin Said ad-Darimi. Haya kalamuhu, maneno yake Ibn Taymiyyah wadhihun, yako wazi huna hapa, annahu, kwamba yeye lam yathbut, maneno haya lam yathbut, hayajathibiti fi kitabillah, katika kitabu cha Mungu, au haya yamethibiti katika kitabu cha Mungu. Haya alipotuambia hathibitishi ila alichojithibitishia Mungu, imethibiti wapi katika kitabu cha Mungu kwamba Mungu ingetanga ikaa juu ya mgongo wa nani? Wa mbu. Wapi yamethibiti maneno haya? Tunaelewana? Haya ndio tunaonesha yale tuliyosema. Anayasema maneno lakini alafu hayatekelezi, anasema uongo. Haya maneno kama haya yamethibiti wapi? Kupitia kitabu cha Mwenyezi Mungu wa sunna. Na yamethibiti wapi maneno kama haya? Kupitia sunna ya Mtume. Naam, Waislamu, maneno kama haya hayajathibiti popote kupitia katika kitabu cha Allah wala kupitia katika sunna ya nani? Ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha, na maelezo kama haya, min jumlati hadayani kalamihi, ni katika jumla ya ubatilifu, ni katika jumla
ya maneno ya kipuuzi ya maneno yake hadharani, maneno ya kipumbavu, maneno ambayo hayana mshiko. Kalamihi alfasidi, ya maneno yake mabovu. Wa ala nafsi hadha almanhaj, na kuelekea mwenendo huu wa maneno ya kipumbavu kama haya ya kubabaisha umma, kusema kwamba hathibitishi yeye ila alichokithibitisha Mungu, kumbe analeta yake. Njia kama hii yasiru tilmidhuhu, ndiyo anaokwenda na anayopita na anayeifuata njia hiyo mwanafunzi wake Ibnul Qayyim. Huyo Ibnul Qayyim al-Jawzi naye kana kwenda mwendo kama huo wa imamu wake, kama huo wa shekhe wake. Laqad athbata janba, hakika Ibnul Qayyim amethibitisha ubavu lillahi, kumthibitishia Mwenyezi Mungu Taala, ametakasika Taala, ametakasika Mwenyezi Mungu amma yakul, na hayo anayoyasema Ibnul Qayyim. Hii kalimatu tanzihi, ametakasika Mwenyezi Mungu kutokana na anayoyasifu nani? Ibnul Qayyim. Wastambata na ametoa maelezo haya Ibnul Qayyim, ametoa mafumu haya Ibnul Qayyim, dhalika, hayo, min qawlihi ta'ala, kwa kupitia kauli ya nani? Ya Allah mtukufu. Ndio kile tulichokisema kwamba wanachokiita tauhidi al-asma'i wa sifati, makusudio yao ni kutoa mafuhumu kwa ayatu mutashabihati. Tunaelewana? Ndio inadhihirika wazi hapa. Sikilizeni anachotoa istimbati Ibnul Qayyim kupitia mafuhumu ya kuthibitisha ubavu wa Mwenyezi Mungu. Anasema haya ameyatoa min qawlihi ta'ala, kauli yake Allah aliposema antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin. Ibn Qayyim aya hii ndiyo aliyoitolea mafuhumu ilman, pamoja na kujulikana, bi an la ahada, kwamba hapana yoyote, mina salafi, katika watu waliotangulia, manistambata hadha, aliotoa mafuhumu haya ya kwamba Allah ana ubavu ati kwa kupitia aya hii fi jambillah. Tunaelewana? Hakuna yoyote katika salafi aliotoa istimbati kwamba Allah ana ubavu au ana mbavu mbili kwa kupitia aya hii, hakuna. Ila Ibn Qayyim ametoa istimbati hiyo. Unaelewana? Hatumsingizii, sikilizeni kama ilivyokuja fi dhalika, hayo fi kutubi tafsir, katika vitabu vingi tu vya tafsiri, ka Ibn Jarir, kama tafsiri ya Ibn Jarir Tabari, wal Alusi, na tafsiri ya Imamu Alusi, wal Qurtubi, na tafsiri ya Imamu Qurtubi, wa ghairihim, na wengineo. Hii aya ipo na hao wanachuoni wametafsiri, lakini hakuna yoyote aliotoa istimbati ya kuthibitisha upande wa Mwenyezi Mungu kwa kupitia aya hii. Unaelewana? Wa ghairihim, na vitabu vingine min kutubi mu'tamadati, katika vitabu vinavyotegemewa fi tafsir, katika tafsiri. Sikilizeni baadhi ya kauli za hao waliotangulia kuhusiana na aya hii, ala ma farrattu fi jambillah. Qala Mujahidun, amesema Mujahid, fi jambillah, neno jambillah, fi amrillah, anatafsiri katika amri ya nani? Mwenyezi Mungu. Yeye jambillah anaitafsiri ni amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu.
Tayib, waqala Ibn Abbas, na akasema Abdullahi Ibn Abbas, yuridu, Mwenyezi Mungu aliposema fi jambillah, anakusudia ala ma dhayyatu, juu ya yale niliyoyapoteza, min thawabillah. Kwa hiyo Ibn Abbas anatafsiri jambillah ni thawabu za Mwenyezi Mungu, yani yule mtu atalalamika siku ya Kiyama kwa kupoteza yale mambo ambayo ilikuwa ayafanye, apate thawabu za nani? Za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Ibn Abbas anatafsiri fi jambillah ai thawabi la, thawabu za nani? Za Mwenyezi Mungu. Tayib, haya, wa Muqatil anasema Muqatil, ala ma dhayyatu, juu ya yale niliyopoteza, min dhikrillah, katika kumtaja nani? Mwenyezi Mungu. Yeye Muqatil anasema dhikri jambillah ai dhikrillah, kumtaja na kumkumbuka nani? Mwenyezi Mungu. Tayib, wal Hasan al-Basri, na Hasan al-Basri naye ni kigogo wa tabiina huyo, naye anasema nini? Fi jambillah ai fi taatillah, yale niliyoyapoteza katika kumtii nani? Mwenyezi Mungu, ndiyo jambillah. Wa Said bin Jubair, na Said bin Jubair ni mwanafunzi bingwa wa Ibn Abbas. Said bin Jubair anasema nini? Fi haqqi llah jambillah ai fi haqqi, yale niliyoyapoteza katika haki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, hizi ni akwali za maswahaba na tabiina kuhusiana na jambi la. Tumeona jamani, wala ahada, wala hapana yoyote walhasil, tunachozingatia hapa, kinachopatikana hapa, kullu haulai al-aimma, wote hawa hapa maimamu, kuwazia wa maswahaba na tabi'in, maimamu hawa, awalu fi hadhihi al-aya, wametoa taawili ndani ya aya hii, fi jambillah, takdiri. Taawili yao iko katika takdiri ya kukadiria almudhafu ilayhi, mudhafu ilayhi almahdhufi, mudhafu ilayhi iliyoondoshwa. Kwa hiyo neno fi jambillah ai fi jambi thawabillah, fi jambillah ai fi jambi taatillah, fi jambillah, hiyo ndo takdiri almudhaf almudhafu ilayhi, tena almahdhufi. Tunaelewana? Mudhafu ilayhi ilifanya nini? Iliondoshwa. Ukaona haya maneno yakisema thawabillah ai fi jambi thawabi lahi. Yule mwingine akasema fi taati llah ai fi jambi taati la, wa hakadha, na hivyo hivyo utapima tena. Wala kama raaitahum, kama ulivyowaona we mwenyewe, fi ibaratihim, katika ibara zao walizotoa hawa maimamu kuwazia maswahaba na tabi'in, ndio wala ahada, wala hapana yoyote, minhum, katika hao maimamu kuwazia maswahaba mpaka tabi'ina hao, manistambata, aliyotoa istimbati, min hadhihi al-aya, kupitia aya hii jambillah, ala dhahiriha, akaitafsiri au akatoa mafuhumu ya dhahiri yake. Au mmemuona nyie aliyosema hivi? Hakuna yoyote, hakuna. Walakinna al-ajaba, lakini ajabu, min Ibn al-Qayyim, ajabu aliyoifanya Ibn al-Qayyim al-Jawzi, haithu qala, sikilizeni ajabu ya Ibn al-Qayyim pale aliposema katika ule muendelezo wa ubabaishaji wao kubabaisha umma, fi kitabihi, katika kitabu chake As-Sawa'iqul Mursala. Kitabu hiki kakitunga Ibn al-Qayyim, kinaitwa Sawa'iqul Mursala.
katika mujaladi ya mwanzo ukurasa wa 250. Sikilizeni maelezo ya Ibn al-Qayyim kuhusiana na aya hii fi jambillah. Unaelewana? Kwa hiyo ma nasuhu, haya hapa maelezo yake Ibn al-Qayyim. Sikilizeni anavyosema, hab anna al-Qur'an, kiri au kubali kwamba Qur'ani dalla, imeonesha ala ithibati jambi. Qur'ani imeonesha kwamba inathibitisha upande huo wa nani? Wa Mungu. Anasema Ibn Qayyim, huwa sifatun, basi hiyo ni sifa ya nani? Ya Mungu. Waliotangulia wote hawajasema kwamba hiyo jambillahi sifa ya Mungu, bali wamesema kama mlioyasikia walioyasema. Lakini Ibn Qayyim anasema huwa sifatun, hiyo ni sifa ya nani? Sasa anauliza Ibn Qayyim, famin aina laka, basi umeipata wapi wewe, dhahiruhu, nje wake, au batinuhu, au ndani yake, ala annahu jambun wahid, kwamba uamini wewe huo ndio ubavu mmoja tu wa Mungu, si mmoja huo, japokuwa umetajwa mmoja, lakini uamini kwamba si ubavu. Ndiye aliyesema hathibitishi ila alichothibitishana Mwenyezi Mungu. Aya hii inasema jambullah, huo ni ubavu mmoja, lakini yeye kwa maelezo yake haya anatuaminisha kwamba tusiamini ubavu mmoja, mbili. Msikilizeni sasa, tunamsingizia maelezo yake mwenyewe annahu jambun wahidu, kwamba mnafikiria huo ni ubavu mmoja, wa shakkun wahidu, na ni upande mmoja. Nasikia ameweka alama ya kuuliza wa maalumu, na kitu ambacho kinajulikana, anna itilaka mithli hadha, kutumia neno kama hili, ubavu mmoja, la yadullu, halionyeshi ala annahu shikkun wahidun, kwamba huo ni nani? Upande mmoja bwana, sio upande mmoja, si ubavu mmoja huo. Shikkun, si upande mmoja. Kama kala nabiyu, kama mtume alivyosema li Imran bin Husayn, kumwambia Imran bin Husayn. Mtume alisema kumwambia Imran bin Husayn hivi, salli qa'iman, ewe Imran, swali ilhali ya kuwa umesimama. Mtume maneno haya aliyasema Imran alipokwenda mshitakia kwamba yeye ana ugonjwa wa bawasira, anasema ana ugonjwa wa mwana mimba. Kwa hiyo je, ni swali vipi? Ndio akamwambia swali ili hali ya kuwa umesimama. Fa in lam tastati, kama hukuweza, fa qaida, swali umekaa kitako. Fa in lam tastati, kama hukuweza, fa ala jambi, swali ya ubavu. Kwa hiyo Ibn Qayyim anachokusudia hapa mwenyewe bwana mkubwa kutoa istinbati hii, fa ala jambi. Mnaona hii? Si mtume alitaja ubavu mmoja tu. Je, Imran kana ubavu mmoja? Tizama ajabu hiyo. Wa hadha, bado anaendelea Ibn Qayyim, na hii ni kutaja mtume jambi, la yadullu, halionyeshi ala annahu, ya kwamba hakika yake, laisa lilmar'i, hapana kwa mtu, illa jambun wahid, isipokuwa kana ubavu mmoja tu. Kwani mtu ndo kana ubavu mmoja? Si kana mbavu mbili mtu? Basi kutajwa mmoja haina maana kwamba ubavu mmoja. Hapa Ibn Qayyim anafanya kipimo kwamba jambi iliyotajwa moja haina maana kwamba Mungu kana ubavu mmoja. Anampimia kwa nani? Kwa Imran bin, maana huyo Mungu kwake yeye Ibn Qayyim sawa na mtu. Ana ubavu ngapi? Subhanallah. Hii ndio tauhidi al-asma'i wa sifati ya hawa jamaa. Umma wa Kiislamu unavurugwa, umma wa Kiislamu unapotezwa kwa kudai kunusuru sunna, kumbe ni ubabaishaji mtupu kwenda mbele. Naam, tunasema fa ya ajaban, ajabu iliyoje, li Ibn al-Qayyim, kwa Ibn al-Qayyim, alladhi Ibn Qayyim ambaye yattabi'u shaykhahu, anamfuata shekhe wake Ibn Taymiyyah, anamfuata shekhe wake Ibn Taymiyyah fi mazaimihi, katika yale madai yake,
la nasfu llaha, kwamba sisi hatumsifii Mwenyezi Mungu illa, isipokuwa bima wasafa bihi nafsahu, kwa kila alichojisifia. Na haya, wapi kajisifia Mungu kana mbavu mbili? Tuwe makini jamani, tunatakiwa tuhoji. Qur'ani inaturuhusu hivi, inasema wajadiluhum billati hiya ahsan. Kubaki tu kama mbumbumbu wewe na nini? Uislamu haujaweka watu wawe mbumbumbu, anatakiwa watu wawe na maarifa. Wajadili hao kwa mjadala mzuri zaidi. Bana huyu anadai kwamba hatumsifu Mungu ila kwa kila alichofanya nini, alichojisifia yeye mwenyewe, kuisifia nafsi yake. Fahal yuqal, tunauliza na sisi, je, huingia akilini, hutiwa akilini fil aya, katika hii aya jambillah, anna lillahi jambaini, kwamba Mungu kana mbavu mbili kwa mujibu wa dhahiri ya aya? Unanisikia? Huingia akilini? Aya imesema jambillah mufradi, au sio? Je, hizo mbili zilitokea wapi? Na wewe umetuambia humsifu Mungu ila alichojisifia mwenyewe. Ndio kile tulichosema tusiandikie mate, hali ya kwamba wino unakuja, kwamba jamaa wanasema hawamthibitishii Mwenyezi Mungu ila kile tu alichojithibitishia nani. Kumbe kuna mambo wanayakusudia wawadanganye waumini, waseme uongo wao ili kuwadanganya waumini. Mnaona hapa hali kama hii. Tunamuuliza tena Ibn al-Qayyim, aina fi hadhihi al-aya, iko wapi ndani ya aya hii? Aya gani? Jambillahi. Maana dhalika, maana ya hayo ulioyasema Ibn al-Qayyim, alladhi, maana ambayo takhda'u nnasa, unawadanganya watu, wal awama, na wajinga, annaka, hakika yako wewe Ibn al-Qayyim, la tusbitu, huthibitishi lillahi, kumthibitishia Allah mtukufu, sifatan, sifa yoyote, illa ma athbatahu, ila sifa ambayo ameithibitisha hiyo, linafsihi, kuithibitishia nafsi yake. Haya, iko wapi hayo unayowadai? Wa hal yajuz, tunakuuliza Ibn al-Qayyim, kwa sasa tunajua wewe huko, lakini hawa wafuasi wako wanao inusuru fikra yako na mwalimu wako Ibn Taymiyyah ya ubabaishaji. Je, tunawauliza wa hal yajuz, inajuzu qiyasullah, kumpimia Mwenyezi Mungu Taala mtukufu bi Imran bin Husayn, kumpimia na Imran bin Husayn, kwa kuwa Imran kaambiwa ala jambi, na kwa kuwa Imran ni mwanadamu kana mbavu mbili, kwa kuwa imetajwa moja haina maana kana moja, kwa sababu huyu ni mwanadamu kwa maumbile yake kana mbavu mbili. Inajuzu kumpimia Mungu kwa mwanadamu? Inajuzu jamani? Hebu angalia, watashbihuhu, na kumlinganisha huo Mwenyezi Mungu na nani? Bihi, na Imran bin Husayn. Imran bin Husayn hapa imekuwa ni asili, Allah imekuwa ni nani? Faru. Ndio ile tunachokisema katika illa, au hatujasema jamani kwamba illa ipatikane kwa ile asili halafu iende kwa nani? Kwa faru. Ina maana kwa maneno ya Ibn al-Qayyim kamfanya Imrani bin Husayn ndio asili, Allah nani, mpaka akampimia kwamba Allah ana mbavu ngapi? Subhanallah. Halafu huyo anasema ananusuru sunna, ananusuru kitabu cha nani? Anawadanganya awamu kwamba yeye ndo anayenusuru sunna. Wa hal yakul, na je, maneno kama haya huweza kusema ahadun, yoyote, minal muwahhidin, katika watu wenye itikadi ya Mola mmoja, anna lillahi jamban, kwamba Mungu kana ubavu, fadla an jamba, licha ya mbavu mbili? Kuna yoyote katika muwahhidina aliyosema kwamba Mungu kana ubavu mmoja? Kuna yoyote? Wallahi mimi sijamuona katika muwahhidina, isipokuwa hawa mushabbiha. Hawa mushabbiha ndio kina Ibn Qayyim na mwalimu wao Ibn Taymiyyah, ndio kazi zao hizi, lakini muumini yoyote hajasema hivi.
Tumeona tangu maswahaba hakuna aliotoa kauli kama hii. Tunaelewana Subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu na kila mapungufu. Hadha, hiki alichokisema Ibn al-Qayyim ya kumthibitishia Mungu mbavu mbili, buhtanun, ni uzushi adhim, mkubwa sana. Sisi hatuzingatii kwamba huu ni mtu wa sunna, sisi tunazingatia Ibn al-Qayyim na mwalimu wake Ibn Taymiyyah ni wazushi wakubwa ambao wanaizulia sharia. Tuelewana ndugu zangu Waislamu, mpaka hapa kwa darasa hii tufikie. Insha Allahu taala tutakuja kuendelea darasa ifuatayo. Lengo tunakumbushana na tunajulishana nini ahlul haki misimamo yao kutokana na watu wa batili, kina Mujassima, Mushabbiha, Ibn Taymiyyah na wafuasi wake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.